Mpendwa msikilizaji wa kipindi cha kupendwa cha Kesha la Asubuhi, Baba yetu anajali. Baki nasi, fungua moyo wako. Usisahau kusubscribe na kusambaza kwa wengine. Mungu akubariki. Nena Roho ni Yesu, nena kwa upole, sema kwangu kwa pendo, huachwi upweke. Fungua moyo wangu, nisikie mara, jaza Roho na sifa, sifa zako Bwana. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Karibu katika Kesha la Asubuhi la Machi 14. Somo lisemalo utakatifu wa maisha. Hebu na tuombe. Asante Baba kwa siku nyingine uliyotupatia. Tunapoenda kutafakari maneno yako, tunaomba uwe pamoja nasi. Tunaomba yote kwa jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo, amina. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Waebrania 12 mstari wa 14. Hakuna mtu ambaye anakiri kuwa mtakatifu ni mtakatifu hasa. Wale ambao wameandikwa kuwa watakatifu katika vitabu vya mbinguni hawajui kuwa ni watakatifu, na wala hawawezi kujivunia matendo yao mema. Haiwezi kuwa ushahidi wa kuthibitisha kwamba mtu ni Mkristo kwa sababu tu anaonesha msisimuko wa kiroho katika hali zisizo za kawaida. Utakatifu sio hisia ya furaha, ni ya kusalimisha mapenzi yote kwa Mungu. Ni kuishi kulingana na kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Ni kufanya mapenzi ya Baba yetu wa mbinguni. Ni kumtumaini Mungu katika majaribu, gizani na katika nuru. Ni kutembea kwa imani na si kwa kuona. Ni kumtegemea Mungu kwa imani isiyo na shaka na kutulia katika upendo wake. Hakuna mtu awezaye kuwa mwenza wa yote, lakini wote wanaweza kujisafisha wenyewe kutokana na uchafu wa mwili na roho, wakikamilisha utakatifu katika kicho cha Bwana. Mungu anaitaka kila nafsi kuwa safi na takatifu. Tuna mielekeo ya kurithi ya kufanya makosa. Hii ni sehemu ya ubinafsi ambayo hakuna mtu anahitaji kuwa nayo. Ni udhaifu wa kibinadamu kubembeleza ubinafsi, kwa sababu ni sifa ya asili ya tabia. Lakini ubinafsi usipowekwa mbali, isipokuwa ubinafsi umesulubishwa, hatuwezi kamwe kuwa takatifu kama vile Mungu alivyo mtakatifu. Kuna tabia katika ubinadamu ya kufikiri kwa mashaka, ambako hufanya matatizo kuongezeka kwa haraka. Sifa hii ikipewa kipaumbele, huharibu tabia na kuharibu nafsi. Mungu anataka ukamilifu wa kimaadili kwa watu wote. Wale ambao wamepewa nuru na fursa wanapaswa, kama mawakili wa Mungu, kudhamiria kuwa wakamilifu na kamwe wasishushe kiwango cha haki ili kuipa nafasi mielekeo ya kurithi na kujifunza kutenda mabaya. Kristo alitwaa juu yake asili yetu ya binadamu na aliishi maisha yetu ili kutuonesha kwamba tunaweza kuwa kama yeye. Tunapaswa kuwa watakatifu kama Mungu alivyo mtakatifu. Na pale tutakapoelewa umuhimu kamili wa kauli hii na kuitoa mioyo yetu ili kufanya kazi ya Mungu, kuwa watakatifu kama yeye alivyo mtakatifu,
tutafikia kiwango kilichowekwa kwa ajili ya kila mtu kufikia katika Kristo Yesu. Na huu ndio mwisho wa somo lisemalo utakatifu wa maisha. Hebu na tuombe. Baba wa mbinguni, asante kwa somo zuri ulotupatia. Asante kwa kutukumbusha kuwa tunapaswa kuwa watakatifu kama wewe. Tunaomba hili liwe ombi letu kila siku. Tunaomba yote kwa jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo. Amina. Nena kama zamani ulipoitoa sheria takatifu, niweke pia nipate kutukuza wewe Mungu wangu, mapenzi yako tena daima kusifu. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Kila siku nene Vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno